tuliona ya kwamba hili afya yako iweze kuwa nzuri, lazima digestion system ya mwili wako iweze kuwa imelindwa vizuri, uweze kuwa unakula vyakula ambavyo ni rahisi kusiagwa, ili uweze kuwa na amani pale unapokuwa katika mapumziko yako. Na ndio tunaambia kwamba ili digestion yako iweze kufanya kazi nzuri, lazima ujifundishe kuvitumia ama kutafuna vyakula kwa pole pole. Usikuwe mtu wa kuweka tu unapitisha na unameza. Tunaambiwa watu wengi wanasumbuliwa na magonjwa ya acid kwa sababu ya kukula chakula haraka haraka, inaingia kwa tumbo kama ijasiagwa vizuri. Kwa hiyo tunaambiwa ili usikuwe unasumbuliwa sana sana na kiungulia, kuwa na muda wa kutosha wa kutafuna vyakula, kuchanganya vyakula vizuri na mate, ili umeze chakula ambacho digestion yake imeanza. Wataalamu wanasema ya kwamba digestion inaanza pale kwa mdomo. Kwa hivyo ikiapen umeze vyakula ambavyo havijatafunwa vizuri, vitaleta shida kule ndani, kwa sababu machine ambayo Mungu ametengeneza ya kufanya digestion iwe easier, itakuwa na kazi ngumu ya kusiaga vitu ambavyo vikianza kusiagwa kule kwenye mdomo. Tunaambia kwamba ni vizuri sana watu wafanye hivyo ili kuavoid dry spell ambayo inaingia kwa mwili. Tunaambiwa Mungu anahitaji miili yetu iweze kuwa living sacrifice. Miili yetu iwe kafara iliyo hai, isikuwe miili ambayo imekuarishwa na namna ambavyo tunaishi kukula. Msomaji, naomba uangalie kitabu cha Warumi 12 aya ya kwanza ya pili. Haraka ili tuunganishe leo kwa kufanya muhtasari. Warumi 12 fungu la kwanza. Ndio. Soma. Inasema Warumi 12:1. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, ya kwamba na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Kwa hivyo Biblia inasema, Paulo alitamka maneno yenye kujaa upendo mwingi. Anasema basi ndugu zangu, kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo nini? Iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Kwa hivyo tunaulizwa sisi wote tuitoe miili yetu kama dhabihu iliyo hai kamili ya kumpendeza nani? Mungu. Kwa hivyo kila mmoja wetu aelewe ya kwamba huo mwili wako ni dhabihu. Mwili wako unafaa utoe kwa ajili ya kumpendeza Mungu na kumfanyia Mungu kazi, na kufanya kazi ambayo Mungu mwenyewe akiangalia anaweza akaiheshimu. Msomaji, inasema mwili utolewe kama dhabihu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema ya kwamba mwanadamu atafanya kazi kwa muda wa siku 6, si kweli? Kwa hivyo mwili ni wa kufanya nini? Kazi ambayo ni kazi yenye makusudi mazuri, kazi ambayo itamtukuza nani? Mungu. Itamtukuza Mungu. Kwa hivyo linda afya yako, kila mtu aangalie afya yake, kwa sababu kwa njia hii yaweza kumtukuza Mungu. Fungu la pili inamalizia inasema ndio ibada yenu yenye maana, na inasema kwa kutunza mwili ndiyo ibada yenye maana. Kwa hivyo ukitunza mwili wako, hiyo peke yake ni ibada, na Biblia inasema ni ibada iliyo na maana. Wakorintho wa kwanza 6 waanza mstari wa 14. Msomaji, ndio. Wakorintho wa kwanza 6 ndio fungu lake la 14 utateremka 19. 14:6. Wakorintho wa kwanza 6:14. 6:14 inasema andiko inasema na iseme 6:14 kitabu cha Wakorintho. Naye Mungu alimfufua Bwana. Na tena 16. 16
15 nasema je, hamjui kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kikahaba? Kwa hivyo Biblia inasema vizuri ya kwamba kama wewe au kukua umejua, na kwa zile siku tumehubiri hapa, maybe umeweza kujua. Anasema kama hukujua mwili wako ni viungo vya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Kwa hivyo mwili wako vile ulivyo, kutoka miguu, kutoka mikono, ni viungo vya nani? Ya Kristo. Viungo vya Kristo. Na anasema usivichukue viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya nani? Vya yule mwingine. Kwa hivyo tumia mwili wako kwa ajili ya matumizi mazuri. Endelea. Hasha. 16. Au amjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kikahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. 17. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Endelea. 19. Luka 19. Amjui ya kuwa mwili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kila mtu jioni ya leo ajue ya kwamba mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo viungo vyako vyote tumeambiwa ni viungo vya Yesu Kristo. Usivitoe viungo vyako kwa ajili ya kufanya mambo ya anasa. Vitoe viungo vyako kwa kufanya mambo yatakayompendeza Mungu, mambo yatakayomfurahisha Mungu, kama vile kuenda kanisani, kama vile kumfanyia Mungu kazi. Tunaambiwa mwili wako ni viungo vya nani? Vya Kristo. Warumi 6 fungu lake la 13. Warumi 6:13. Andiko linasema 6:13 Warumi. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kwa kuwa Rudia vizuri msomo. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu ya kila wakati, ili Mungu aendelee kujitukuza katika maisha ya kila mmoja wetu. Tafadhali amani ikue. Tafadhali msimuumize, wacha amani ikue, kwa sababu hapa ni kanisani, tunaongea neno la Mwenyezi Mungu. Asante sana kwa sababu ya amani ambayo inaonekana. Tunaomba amani ikue katika hii barabara. Watu pia wakikoseana wasameheane. Wasameheane, hiyo ndio kitu Mungu anapenda. Asante sana vijana wetu, Mungu awabariki kwa sababu ya kazi nzuri mnafanya. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba ni vyema sana tuangalie namna miili yetu ni hekalu la Mwenyezi Mungu, na pia tusivitoe viungo vya miili yetu kwa ajili ya kumfanyia shetani kazi. Mungu ametuita ili tuweze kufanya mambo mazuri. Kwa hiyo msomaji, ndio mwalimu, kwa sababu leo tulikuwa tunaangalia muhtasari wa mafundisho mengi tuliyokuwa tunaangalia kwa zile siku zimekuwa, nataka tuangalie pia machache tuliyokuwa tunayaangalia katika masuala ya jamii. Tuliona ya kwamba afya ya mwili na maisha ya familia ni vitu. Tunataka kuangalia namna wanandoa wanaweza wakafaulu pamoja. Msamaji, tuko pamoja? Pamoja. Usipeleke mawazo mbali msamaji. Tunaambiwa ili mama na mzee, ili mke na mume waweze kufaulu katika maisha ya familia, they should win together. Msomaji, ndio wanafaa kuashiria kuwa mshindi kwa pamoja. Watu sana. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba kwa ajili ya ili familia waweze kufaulu, ili wewe mama na mke muweze kufaulu katika mambo yenu, tunaambiwa ya kwamba lazima mshikane mkono, lazima muaminiane na muamue kutembea maisha pamoja. Unajua msamaji, ndio mwalimu, kuwa mke na kuwa mume sio jambo rahisi. Hapo ni mahali mlisaini contract ya kuishi mpaka kifo kiwatenge. Tuko pamoja msamaji? Kweli. Kwa hivyo mliamua muishi mpaka mauti yenyewe iwatenge. Na tuliona jana tukasema ya kwamba Biblia ikasema waliounganishwa na Mungu mwanadamu asifanye nini? Asiwatenganishe. Kwa hivyo leo hii tunatamatisha mkutano ama fundisho hili tukisema ili muweze kufaulu
na kulea watoto wenu, lazima wewe mama na mke muashirie kuendelea kupendana na kuishi pamoja. Kwa hivyo point number 1 tunaambiwa kwamba funika madhaifu ya mwenzako. Cover each other weakness. Msomaji, ndio mwalimu. Unajua ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye ni mkamilifu 100%. Msomaji, tuko pamoja? Pamoja. Hakuna mtu wewe mama, mzee akikaa hivi anasikia landlord anamwambia mbona umechelewa kulipa nini? Nyumba. Mzee anashangaa, nilipeana pesa wiki moja imeisha. Kwani mbona haijafika? Anaenda anauliza mama, kwani hukupeana nyumba? Mama anasema hiyo pesa nilienda nikalichukua nini? Viatu. Kwa hivyo hiyo ni msongo wa mawazo. Mama, Biblia inasema wanaume wangependa kuishi na wanawake ambao ni watiifu na wanawake ambao ni wanyenyekevu. Kwa hivyo ukipatiwa masharti fanya hivyo, na mume wako atakuja kupenda. Endelea mpaka 24. 23 inasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. 24 lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, lakini kama vile kanisa linavyomtii Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao. Kwa hivyo Biblia inasema vile kanisa inaongozwa na inamtii Kristo, wake na watii nini? Wawatii waume zao katika kila jambo. Asante sana. Kwa hivyo wewe mama, Biblia inasema wanaume wanatamani sana kuishi na wanawake ambao ni watiifu. Kwa hivyo wewe mama, tii kwa kila jambo. Usikuwe mtu wa kufanya kichwa yako ngumu. Kwa hivyo wanaume wanapenda kuishi na mke ambaye ni mtiifu. Kwa hivyo usiende mbali msomaji. Kwa hivyo pia nataka nieleze ya kwamba unyenyekevu na utiifu ambao wamama mnaambiwa mkue nao haumaanishi mke awe anapigwa, mke awe anateswa, awe anatukanwa ama asumbuliwe na mume. Inamaanisha mke ampe mume heshima katika mazungumzo, katika matendo, mipango na kila kitu. Mke anaweza kuuliza mumewe maswali, anaweza pia kumuonya, anaweza pia kumshauri, na hata kama atamkanyanga anapofanya jambo lisilofaa, lakini ni vyema atumie akili kwa hayo yote. Haimaanishi hata kama utakuwa mtiifu ukanyangwe na kupigwa. Hapana. Kwa hivyo point number 1 tumeona ya kwamba wanaume wangependa kuishi na wake ambao ni watiifu. Mke ambaye akiambiwa hivi anafanya hivyo na mambo yatakuwa mazuri. Point number 2 msomaji, wanaume wanasema wangetamani kuishi na wanawake walio wasafi katika kila jambo. Tuko pamoja msomaji? Pamoja. Wacha nikwambie msomaji. Sema. Wamama waelewe ya kwamba wanaume kwa vyovyote vile wanapenda sana wanawake ambao ni wasafi. Hata mwanaume ambaye ni mchafu kiasi gani. Unajua msomaji? Sema. Ukweli ni kwamba watu wa dunia, watu wengi wanasema mwanaume ni jasho, si ndio? Kunuka jasho. Mwanaume ni kunuka nini? Jasho. Lakini yule mwanaume ambaye amefanya kazi ngumu bado anatamani mwanamke ambaye ni msafi, ambaye ni msafi. Kwa hivyo tunaambia kwamba mwanaume hata kama ako namna gani anapenda kuona usafi katika nyumba yake. Anataka kuona usafi kwa mke wake. Kwa hivyo wamama mumaintain usafi na upendo utaendelea kuwa mwingi katika nyumba yenu. Kwa hivyo point number 3, mwanaume angetamani sana kuishi na mke ambaye anaweka siri ya nyumba yake. Unajua kuna wamama ambao hawajui kuweka siri, lakini tunaambiwa mwanaume anatamani kuishi na mke ambaye ni wa kuweka nini? Mke ambaye anaweka siri. Wewe mama uweze kuwa wa kuweka siri. Usikuwa unatoa siri za mke wako nje. Usikuwa unaambia watu hakuna kitu analeta kaunga tu, kilo moja tu. Hata hiyo kidogo wewe appreciate na mume wako atasidi kukupenda. Tunaambiwa kwamba hayo ni baadhi ya yale mambo machache ambayo wanaume wangependa wanaume waendelee kuwafanyia. Msomaji, kwa hivyo tuangalie pia mambo machache kwa sababu ya muda, mambo ambayo mume
angependa, yaani mambo ambayo mke angependa mume wake awafanyie, kama mambo ambayo wamama pia wangependa, kwa sababu tunaona yale machache wanaume wangependa wafanyiwe. Kwa hivyo namba 1, mapenzi yasiyogawanywa kwa mke mwingine. Msomaji, hakuna mwanamke anapenda mwanaume ambaye anagawanya mapenzi na mke mwingine kule nje. Wanawake wanachukia kabisa. Kwa hivyo mwanamke anapenda mwanaume ambaye mke ni huyo wako peke yake. Mke wako akijua tu una mambo kule nje, mambo yameanza kusambaratika. Waefeso 5:25 msomaji. Inasema, enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Kwa hivyo Biblia inasema wanaume wote wapende wake zao kama Kristo alivyopenda nini? Kanisa. Na pia tumeona ya kwamba wanawake wamtii mume kama kanisa inavyotii nani? Kristo. Kwa hivyo wajibu wako mama ni kutii, wajibu wake mzee ni kupenda. Penda mke wako, penda watoto wako, nayo nyumba yako itaweza kusimama. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba pia wamama, msomaji, wanapenda kupewa heshima. Kwa hivyo muheshimu mke wako. Unajua msomaji, kuna wanaume kabisa wamewadharau wake zao. Ni kweli, hawawapatii heshima hata mbele ya watu. Wewe hata ukitembea na wageni kwa nyumba yako unamdharau mke wako mpaka watu wanaona. Mke wako kama Kristo alivyopenda kanisa, msomaji, Biblia inasema hata akajitoa kwa ajili ya nini? Ya kanisa. Kwa hivyo mzee, mwanaume, jitoe muhanga kwa ajili ya mke wako. Hata kama ni kazi ngumu, fanya kazi ili mke wako akuwe na amani. Na wewe mwanamke kule nyumbani, mkaribishe mume wako, mpatie heshima. Anapofika ndani ya nyumba, wacha akuwe mtawala, wacha akuwe mfalme. Wewe nyenyekea chini yake, fundisha watoto kumheshimu mume wako, nayo nyumba yenu itakuwa na furaha. Biblia inasema mwanamke anapenda mwanaume ambaye anamheshimu, ambaye anampenda pia. Usimdhalilisha mke wako. Kwa hivyo Petro wa kwanza 3:7 msomaji. Katika waraka wa kwanza wa Petro 3:7 inasema nini? Kadhalika nyinyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Kwa hivyo Biblia inasema wanaume wote kaeni na wake zenu kwa nini? Kwa akili. Kwa hivyo mwanaume, elewa ya kwamba maumbile yako na maumbile ya mwanamke ama mke wako ni tofauti sana msomaji. Ni kweli. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba maumbile yetu ni tofauti, na ndiyo Biblia inasema kaa na mke wako kwa nini? Kwa akili. Unajua msomaji, wanaume ambao wamekataa kuishi na wake kwa akili, mwanaume ambaye amekataa kuishi na mke wake kwa akili, ndiye anatoka nje kusema mke wake huko nje kana kwamba ni yeye peke yake ako na mke. Tunaambiwa kwa mashauri ya kwamba wanawake wote they are just like the same. Wanaume wote ni the same. Kwa hivyo Biblia inasema mwanaume ukae na mke wako kwa nini? Kwa akili. Kwa akili. Maliza andiko. Na kumpa mke heshima. Kwa hivyo Biblia inasema na kumpatia mke nini? Heshima. Kwa hivyo wewe mwanaume, patia mke wako heshima. Usipompatia heshima, hata majirani watamdharau. Msomaji, ndio Biblia inasema enyi wanaume kaeni na wake zenu kwa nini? Kwa akili. Kwa akili. Na kumpa mke heshima. Na kumpatia mke heshima kama chombo kisicho na nguvu. Kwa hivyo mpatie mke wako heshima, naye ataheshimika. Ukimdhalilisha atadhalilishwa kabisa. Usitoke ukiambia watu huyu mke wangu ni mjinga, huyu mke wangu hajui kupika. Hata kama atapika aweke chakula chumvi nyingi, wewe mwanaume just assume hiyo ndio chumvi unakula. Wageni watoke, wakienda mwambie hata hivyo hii chakula kilikuwa na chumvi gani nyingi. Mfundishe pole pole. Biblia inasema muwapatie heshima kama vyombo visivyo na nini? Na nguvu. Kwa hivyo mwanamke
hana nguvu kama ulizo nazo. Mwanamke ana madhaifu yake. Msomaji, unajua Biblia inasema tuwapatie heshima kama viungo walivyo nini? Walivyo na madhaifu. Unajua msomaji, ndio wamama ni watu, kuna wakati unajua namna Mungu amewaumba, kuna wakati wana mabadiliko mengi hata katika mwili. Kweli. Msomaji, tuko pamoja? Pamoja. Kwa hivyo kuna wakati mama atakuwa na mamudi tu. You have to understand her ili nyumba yako iweze kuwa na amani. Endelea kusoma msomaji. Endelea inasema kama chombo kisicho na nguvu na kama walidi pamoja na neema ya uzima. Endelea. Kusudi kuomba kwenu kusizuuliwe. Kusudi kuomba kwenu kusifanya nini? Kusizuuliwe. Endelea. 8. Neno la mwisho ni hili. Kwa hivyo Biblia inasema muwaheshimu kusudi kuomba kwenu kusifanya nini? Kusizuuliwe. Unajua msomaji wangu, nikimaliza kipindi jioni ya leo, ndio kuna wanaume wengi sana. Biblia inasema muwapende, muwapatie heshima kusudi kuomba kwenu kusifanye nini? Kusizuuliwe. Unajua msomaji, wanaume wengi wale wanasikia hii jioni wasikie hivi. Unaweza ukakosa kubarikiwa maishani kwa sababu ya kutokumheshimu mke wako. Biblia inasema umpende, umpatie heshima kusudi kuomba kwenu kusifanye nini? Kusizuuliwe. Kwa hivyo wewe mwanaume ujue unaweza kosa kazi kwa sababu ulimudhalilisha mke wako. Ulimuacha kwa nyumba akilia, ulimuita umbwa, ukamuita takataka, hata ukakimbizana na yeye unataka kumpiga, akarudi akalia. Biblia inasema ikiwa mke kwa ajili yako, hata wewe unaweza ukakosa kubarikiwa. Kwa hivyo kuwa mwaminifu, mtunze mke wako, mpende, naye wewe mke kuwa mtiifu. Jameni, naweka kikomo kwa fundisho jioni ya leo, na yale mengi nimefundisha hapa kwa hizo siku zote. Naomba Mwenyezi Mungu akusaidie uyafanyie kazi, uyafanyie mazoezi, kwa sababu Biblia inasema mtu aliye na hekima ni aliyesikia neno la Mungu na kulitenda. Kwa hivyo haya yote tumefundisha hapa, hasa kwa mambo ya afya na mambo ya familia, yatende nayo yatakusaidia katika maisha yako, na kesho unazidi kukaribishwa kanisani. Mwalimu yote atasimama hapa ni kuwakaribisha kanisani pale Undugu SDA. Kesho tutakuwa na mpango wa kusubiri wageni wengi, na wewe ndio utakuwa mgeni wetu. Kwa hivyo sehemu ya wageni ikiitwa, tunatarajia kuona watu wengi sana kutoka sehemu ya MOC ambao neno la Mungu limewaweka huru. 8:32 kitabu cha Yohana iwe fungu letu la mwisho. 8:32 kitabu cha Yohana. Baraka 8:32 kitabu cha Yohana. Andiko linasema, na liseme katika 8. Nimefika. Soma. 8:32. Soma. Andiko linasema hivi, na iseme tena mtaifahamu kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka nini? Huru. Ukweli ni kwamba mama, baba, watoto tumefundisha ukweli vile Biblia inasema. Ukweli kuhusu familia, ukweli kuhusu afya. Tunaambiwa hiyo kweli iwaweke nini? Huru. Usikuwe mtumwa tena, ukweli ukuweke huru. Mama, usiende kwa waganga tena. Mzee, usiende kwa waganga tena. Fuatilia neno la Mungu na neno la Mungu litakuweka huru. Mungu aweze kuwabariki. Amina. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu unayetupenda sana, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi kwa fundisho ya siku 14 na leo ikiwa siku ya mwisho. Baba, kama kuna mtu alikuwa na kiu na alipenda sana kusaidika na fundisho ambalo limekuwa nikifundisha hapa, naomba Bwana jina lako likatukuzwe kwa sababu ya mtu kama huyu. Wengine ambao Bwana wamesikia kwa umbali, naomba ukaendelea kuwapatia nguvu na furaha ya kuendelea kufanya utafiti zaidi, ili kila mmoja wetu aweze kuwa na nyumba iliyo na furaha, na nyumba nyingi ambazo shetani alikamata kwa muda mrefu siweze kuachiliwa kwa sababu ya neno lako. Ndugu yangu anaposimama kufundisha mambo kuhusu Bible, naomba ukampatie nguvu na uweza. Leo hii tunapozidi kumalizia vipindi, tunaomba Bwana nguvu ya mbinguni ishuke zaidi ya vile umewahi kushuka tangu tuanze,
ili uweze kujaza ndugu zetu na dada zetu Roho wako Mtakatifu, na uwapatie nguvu ya kukuja kanisani kesho ili tuendelee kubarikiwa pamoja. Bariki wamama wote wa area hii, bariki wazee wote wa area hii, bariki wanabiashara wote ambao wanafanya katika sehemu hii. Asante kwa amani ambayo imekuwa hapa tangu tuanze kuhubiri, na tunaomba hiyo amani pia ibaki kuendelea, na urafiki wetu uendelee kujengeka, na uendelee kuwasaidia kufanya maamuzi ya kujiunga na kanisa lako siku baada ya nyingine. Katika jina la Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina. Amen. Amen.